Bwana Yesu asifiwe. Nitasema mara moja tena kwa sababu tunamsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Habari za leo? Mbona mmeitika kwa mashaka? Habari za leo jamani. Nafurahi kuwaona siku ya leo. Uliye na Biblia yako, fungua kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana mlango wa kwanza. Neno la Mungu linasema, nitasoma mstari wa 12, lakini tutarudi kwenye mistari ya muhimu yote ambayo tunahitaji kuifahamu au kuisikia siku ya leo. Neno la Mungu linasema, bali wote, sema bali wote. Bali wote. Alright. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Sema watoto wa Mungu. Asante sana. Sehemu ya mwisho anatuambia ndio wale waliaminio jina lake. Tumelisikia sana ile andiko mara nyingi sana kwa sababu tumelitumia katika mikutano ya Injili, kuhubiri Injili ili watu wampokee Yesu. Na ni sawa kabisa. Lakini leo kuna kitu nataka nikizungumze tofauti. Order in chaos. Kuleta utulivu au utaratibu kwenye vurugu. Dunia iliumbwa kutoka kwenye uharibifu. Inasema utupu, lakini Biblia mzima dunia ambayo ilikuwa ina hitilafu. And then unaona Mungu anairudisha hiyo dunia katika oda yake anaposema na iwe nuru, na nuru ikawa, si ndio? Na iwe nuru na nuru ikawa. Yesu anakuja kurudisha oda ambayo iliharibiwa na adui kwa kuwatumia Adamu na Hawa. Tunaposoma kitabu cha Yohana kinatuelezea mwanzo, hapo mwanzo kulikuwa na neno. Tunakwenda moja kwa moja mpaka mstari wa 12, tutarudi mstari wa 11. Mungu ndo linatuambia wote waliompokea aliwapa. Tafsiri nyingine inatuambia as many as, kwa kadiri ya wengi waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Leo ninataka ni focus kwenye mambo matatu. Wote waliompokea, jambo la kwanza. Aliwapa uwezo, jambo la pili. Kufanyika watoto wa Mungu. Kwa sababu kila Jumapili wengi wetu tunakwenda makanisani, si ndio? Jamani, mbona mnaitika kwa mashaka? Si tuko hapa wewe? Kwa hiyo Jumapili nyingi tuko. Na nikikuuliza kwa nini uko kanisani, mara nyingine unaweza usiwe na sababu. Wako ambao watasema sababu, sitakuuliza usijali. Lakini nikikuuliza kwa nini umekuja, au wakati unaingia mlangoni nikikuuliza leo unafikiri utapokea nini, mara nyingi tunakuwa hatuna majibu. Lakini tunasemaje? Tumeokoka, si ndio? Tumeokoka, tunakwenda mbinguni. Lakini shida inakuja hapa, pamoja na kwamba tumeokoka, lakini tunaishi kama kila mtu mwingine. Matatizo na shida na changamoto wanazopitia watu hawamjui Mungu, tutapitia wote, si ndio? Kwa sababu wote ni wanadamu. Lakini tunazikabili sawa na wao. Anaposema aliwapo uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, maana yake kuna utofauti wa mtoto wa Mungu na mtoto wa mwanadamu. Narudia tena. Kuna utofauti kati ya mtoto wa Mungu na mtoto wa... Sasa utasema mchungaji, sisi wote ni wanadamu. Ni kweli kabisa. Lakini hapa anasema aliwapa uwezo. Na ndio maana ukisoma kitabu
cha waraka naamini wa Petro mlango wa pili, waraka wa pili wa Petro mlango wa kwanza mstari wa 4, neno la Mungu nasema, kwa sababu hiyo ametukirimia ahadi zake kuu, yani ni kwamba ametuzawadia ahadi zake kuu na za thamani kupita mambo haya, ili kupitia hayo mpate kuwa washiriki, sema washiriki wa asili ya Mungu. Yani maana yake kuna demand ya mtoto wa Mungu kutembea kama mtoto wa Mungu hapa duniani. Maana yake ni kwamba pamoja na kwamba tutakabiliwa na changamoto kama kila mwanadamu mwingine, lakini tunapambana na hizo changamoto tofauti na watu wa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna nafasi ya ziada yule rafiki anapewa kuliko kila rafiki mwingine. Ndio maana sasa ya kumpokea, yaani wale watu ambao wamempa Yesu nafasi ya kwanza kwenye maisha yao. Now, kuna watu wengi leo sasa hivi kanisani kama nyinyi na mimi, wamekaa wanamsikiliza mchungaji Tanzania nzima, lakini kuna tofauti. Kuna watu wa aina mbili. Kuna watu wamekwenda kanisani ambao wamempa Yesu nafasi, na kuna watu wameenda kanisani kwa sababu tu wanamfagilia Yesu. Yaani wao ni washabiki wa Yesu, wanamkubali, wameokoka, lakini nafasi hawajampa. Tunasema kwenye Kiingereza wanamuadmire Yesu. Sasa nikisema kumwadmire si kumfagilia. Yaani Yesu naweza nikamzungumzia vizuri sana, lakini kuna nafasi fulani bado sijampatia kwenye maisha yangu. Kwenye hii tafsiri anasema aliyempa nafasi kwenye maisha yake anapewa uwezo, na tukienda kwenye neno uwezo, exousia, anapewa mamlaka. Sio tu uwezo, anapewa mamlaka. Yaani kuna cheo unapewa ili uweze kuoperate kimungu hapa duniani. Sijui kama unanielewa asubuhi leo. Kuna daraja unapandishwa ili uweze kuoperate tofauti. Kuna vazi unavaa ili uweze kuoperate tofauti. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema vita vyetu si vya mwili bali, si ndio? Maana yake iko hivi, tunapokabiliana, mimi na wewe mara nyingi tutakabiliana, tutafikiri tunakabiliana na mtu ambaye tunamuona, si ndio? Lakini anaposema nimekupa mamlaka ili uwe mtoto, maana yake ninataka nibadilishe appearance yako mapepo yanapokujia. Sijui kama unanielewa. Yaani kuna cheo na kuna vazi unalivaa ili adui anapokuja akuangalii tena Lamek, anaangalia yule ambaye amekupa cheo. Sijui kama unanielewa. Tumeangalia kombe la dunia juzi. Refari ambaye analipwa labda $5,000 kwa ile game anaocheza, anaweza kumpa mtu kadi nyekundu, ambaye ile kadi nyekundu ile mtu analipwa labda $500,000. Yaani anampa kadi nyekundu tajiri kuliko yeye. Lakini kwa nini anafanya hivyo? Kama mlikuwa mnanisikiliza. Kwa nini anafanya hivyo? Ana mamlaka. Yaani manake akishava, akivua ile nguo ya mistari, ile zamani ilikuwa za mistari, siku hizi hazina tena mistari. Ngoja nikupe mfano mrahisi. Tukitoka getini hapo kuna polisi, ukienda kushoto. Polisi wale waliosimama pale, wakizitoa zile nguo zao wakikusimamisha usimame. Lakini bado si polisi. Jina lake kama ni John, si John. Ila akitoa nguo za polisi akikusimamisha unaendelea. Akivaa nguo akikusimamisha unasimama. Ile nguo ina nguvu gani? Tuanzie hapo. Nguo ya polisi ina nguvu gani? Come on somebody. Na mamlaka amepewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa, na akikusimamisha kama unaendesha VX mpya 0 kilomita, gari ya $500,000, unafanyaje? Hata kama yana baiskeli unafanyaje? Kwa sababu ana mamlaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yesu anasema ukinipa nafasi, ninakupa mamlaka ya Jamhuri ya mbinguni ili uweze kuoperate kama mtoto wangu hapa duniani. Washirika wamenyamaza kimya. Yaani manake operesheni zako zinabadilika
katika kila kitu unachokifanya. Mtu mmoja akaniambia mchungaji, miaka 20 ni mingi sana kwenye ndoa. Nikamwambia ndio najua. Nipe siri. Nikamwambia sijui. Nilimwambia hivyo, nikamwambia sijui. Akaniambia unacha kusema? Nikamwambia mwanangu, neema ya Mungu cha kwanza. Cha pili, nimewezeshwa. Hapa anasema alitoa uwezo. Afu anasema ndio wale waliaminio jina lake. Aliwapa mamlaka. Twende kwenye neno aliwapa. Kiingereza anasema he gave. Maana yake Yesu ametoa kabla wewe kupokea. Biblia anasema Yesu alitufia tukiwa tungali wapendwa, iko kwenye Warumi hiyo. Alitufia tukiwa tungali. Kwa hiyo Yesu alitoa kabla hatujafanyeje? Hatujapokea. Sasa nikuulize swali la msingi la siku ya leo. Kwa nini hatuishi kama watoto wa Mungu? Naomba ni clarify hilo swali. Simaanishi kuishi maisha ya dhambi. Kwa nini hatuishi kama watoto wa Mungu? Malangu ni hivi. Kwa nini hatuishi kimamlaka kama watoto wa Mungu? Nathan, nisomee mstari wa 11. Yohana mlango wa kwanza mstari wa 11. Yohana 1:11, neno la Mungu linasema, alikuja kwake, wale walio wake hawakumpokea. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Asante. Nitaka usome tu ile sehemu ya kwanza. Alikuja kwa walio wake. Yaani maana yake alikuja kwa wale ambao kwanza walistahili kuwa watoto wa Mungu, walistahili kuwa na hiyo mamlaka, wakakataa kupokea kutoka kwa Yesu. Unajua nampenda Yesu kitu gani? Mwanangu, Yesu abembelezi. Atakushawishi lakini abembelezi. Walivyomkataa Yesu akatutafuta sisi. Mwambie mwenzake Yesu akatutafuta sisi. Sisi ambao hatukustahili. Sisi ambao sio Wayahudi. Akauliza, je, mnataka uzima wa milele? Ndio maana anasema wale waliompokea. Yaani it's a choice kupokea kitu ambacho kinakusaidia wewe. Sijui kama unanielewa lakini. Yaani unapewa uchaguzi wa kuchukua msaada, na sio tu msaada, kuchukua kitu ambacho kitaniwezesha kushinda katika maisha yangu. Na Yesu anatuonyesha, anasema mimi nilikuja kwa ambao nilitakiwa niwainue. Nilitakiwa niwapatie hii favor ambao nawapatia nyinyi, lakini walikataa. Alafu anaendelea kusema sasa wale ambao walinikubalia nimewapa uwezo wa kufanyika watoto wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumpokea Yesu jamani ni zaidi. Mungu awabariki kwanza, mmekaa vizuri, mmependeza sana. Ni zaidi ya sisi kwenda kanisani. Kumpokea Yesu ni zaidi ya kwenda kanisani. Kumpokea Yesu ni zaidi ya utu wema. Kumpokea Yesu ni zaidi kumsikiliza mchungaji. Kumpokea Yesu ni kuchukua alichokupatia. Naomba unisikilize vizuri hapa. Kuchukua alichokupatia na kuondoka nacho na kutembea nacho. Siku ya kwanza, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, shida inakuja wapi? Nimekuuliza swali, kwa nini? Ino najua tajara imesimama sana kwenye mihadhara kuimba. Hebu enjoy. Wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu, si ndio? Kitu ambacho tunakifanyaga sisi ambao tumeokoka mara nyingi kina mfano huu.
unampokea Yesu, unaokoka, unakuwa so excited, mchungaji, dada, mshukuru Mungu. Au unaenda kwenye ibada, unaenda kwenye conference, unaenda kwenye sehemu ya maombi, unakwenda kwenye tamasha la muziki, unakuja na shuhuda moto moto, Pastor Jonathan, mwezi uamini. Yaani uwepo, tunasemaga uwepo wa Bwana ulikuwa mzito, unaweza kukata na kisu. Si ndio? Kwa tunapokea uwepo. Huu ni mfano jamani, usio uwepo. Tunampokea Yesu. Si ndio? Kama ni Jumapili, kama ni siku ya ibada, kama ni siku ya maombi, tukishampokea, tukimaliza ibada, inorudi kakae. Nenda kakae. Tunaacha kila kitu kanisani. Yaani chote tulichosikia, kama ni kwenye maombi, kama ni Bible study, vyote ninaviacha pale vilipo. Ni sawasawa na polisi ambaye amepewa mamlaka na ile nguo akaiacha somewhere huko, anaendelea na shughuli zake za kikazi. Sijui kama unanielewa asubuhi leo. Maanake pamoja na kwamba wewe bado uko kazini kama polisi au mwanajeshi na uniform yako umeiacha somewhere, nobody will recognize who you are. Kwa sababu unatembea bila authority, bila mamlaka ambayo tayari ulipewa. Na ukishapewa hii tena kwenda kuiomba, mchungaji, ninafunga Mungu anipe mamlaka, Mungu mwenyewe atakushangaa. Ni kama Rumisha aniambia naomba, baba naomba nitumie jina lako kesho shule. Nitamwambia mwanangu, hilo si la kwako tayari. Aliwapa uwezo kufanyika watoto wa Mungu. Fikiria kitu hiki ambacho amekiandika Paulo katika kitabu cha Warumi mlango wa 8 mstari wa 15. Paulo anasema kwamba kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana. Roho ya kufanywa nini? Ambayo kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. Sisi wote tuliookoka tumekuwa adopted kwenye ufalme wa Mungu. Kwa kosa neno nzuri ni kwamba sisi tulikuwa yatima. Yesu akatuchukua, akatufanya watoto wake. Lakini sasa wengine tunaishi katika ufalme wa Mungu na zile akili tunasema za yatima wa kiroho. Yaani kila kitu katika ufalme wa Mungu ni cha kwako. Nimetoa mfano asubuhi. Kuna rafiki yangu alikuja kunitembelea nyumbani katika tunamaliza kula chakula. Asa nikamwambia tu chukua sahani, uchukue, namtengenezea sana. Akasema mchungaji, hiyo sahani nzuri sana, nitaichafua. Nipe hiyo plastiki. Asa nikamwambia hii sahani nzuri lakini imetengenezwa kwa ajili ya chakula, tutumie. Na sisi wengine tuko hivyo hivyo. Kama sikistahili hiki, nipe tu cha plastiki. Wewe sahani za plastiki sio za kwako, mwambie mwenzako. Hiyo ni metaphor spiritual. Mtoto wa Mungu manake unastahili kila kitu ambacho Mungu anacho. Kila kitu ambacho Mungu anacho. Namba moja ni mamlaka kinyume na nguvu za giza. Mamlaka kinyume na hofu. Mamlaka kinyume na mashaka. Unaweza kumpigia Bwana makofi. Lakini sasa unaona watu wengine wameogopa niliposema unastahili kila kitu ambacho Mungu anacho, si ndio? Kwa mtu mwingine hapa amenangaa kama mchungaji anakufuru, mchungaji anakufuru. Kwani Mungu sasa yeye Mungu ametuambiaje? Kama nani ana watoto? Lama iko na watoto, kakaangu Tobias ana watoto, wengine mna ndugu na jamaa, ndugu yangu hapa ana watoto. Hata siku moja nishakutoa mfano tena. Uwezi kukuta mtoto wako anachukua chakula kwenye friji ukamwakia. Kwanza utafurahi mwanangu anakula. Mimi wangu mpaka kisangine kama nampushi kula hivi mmoja. Yaani uwezi ukakasirika kwa nini huyu amechukua chakula cha ziada, au sijui kuna kiporo cha keki, kwa nini amechukua? Huyu ni kwake. Lakini tunakaa kwa Mungu kwa mashaka kwa sababu tulichokipokea kinaishi kwenye nyumba za ibada. Sijui kama uko na mimi siku ya leo. Tulichokipokea kinaishi kwenye nyumba za maombi. Tulichokipokea kinaishi kwenye Bible study. Yaani tulichokipokea hakihusiani na nyumbani kwetu na kazini kwetu na pale tulipo hakihusiani. Na ndio maana saa nyingine tutembee kwa ushindi kwenye vitu vyetu vya kila siku.
kwa sababu ile mamlaka nimeiacha somewhere where is so spiritual. Lakini natakiwa nitembee na mamlaka katika kila sehemu ya maisha yangu ili niweze kuishi maisha ya ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nimeuliza swali, kwa nini hatutembei kama wana wa Mungu? Jambo la pili ni kwa sababu ya kiburi. Mwambie mwenzako kwa sababu ya kiburi. Hivi unajua tunafikiri kumsikiliza Mungu ni kitu kirahisi. Tunafikiri kusikiliza sauti ya Mungu ni kitu kirahisi. Na maanisha nini? Kwamba Mungu akiniambia fanya hivi nitafanya. Roho Mungu akiniambia omba nitaomba. Roho Mungu akiniambia niache hali ya uchungu ndani yangu nitaacha. Lakini mara nyingine hatukubali, kwa sababu Mungu anapokuambia kufanya kitu mara nyingi sana anafanya hivyo akitutengeneza upya. Na unapotengenezwa unajua kuna maumivu Sijui kama unajua hicho kitu. Ushe kuanguka sehemu ukawa unajiwekea ile dawa ya kuondoa nini, sijui tetanus na nini inaitwa spirit. Unapojiwekea spirit sinauma, lakini inakutengeneza pale, naondoa vidonda na kila kitu. Si ndio? Sasa mara nyingi tukiambiwa tuache kitu chochote, mimi included, sio kitu kirahisi. Yeremia anatuambia, ukisoma Yeremia 18 kuanzia mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, ondoka ukashuke mpaka nyumba ya mfinyanzi, na huko nitakusikizisha. Sema nitakusikizisha. Kuna eneo lazima ukae ili umsikie Mungu. Kuna sehemu inabidi uende ili Mungu akusikizishe. Nini? Maneno yake. Kuna sehemu utakaa mwanangu utamsikia Mungu hata ufanyeje. Kuna watu utakaa nao hutamsikia Mungu hata ufanyeje. Na hapo ndipo kwenye kiburi. Kuna wakati Mungu atakudai ukae mwenyewe umtafute ili akusikizishe maneno yake, lakini hapana, kuna watu lazima hao wanangu kwanza wewe umeokoka zamani kuliko mimi, mchungaji unaniambiaje? Anamwambia nenda sehemu kwenye nyumba, alafu anamwambia nitakusikizisha. Maana yake nyingine kwamba nitakusababisha usikie neno langu. Kuna wakati huwezi kumsikia Mungu mpaka yeye akusababishe umsikie. Hapa kuna watu wananisikiliza lakini ndo basi tena. Inabidi Mungu akusababishe ufanyeje? Uamini. Kuna mwamba hapa akitoka muulize mchungaji amehubiri nini, hajasikia hata neno. Anasema sema au nimesoma mwenyewe. Twende. Anasema nitakusikizisha maneno yangu. Alafu anasema hivi, mstari wa 3, kwa hiyo nikashuka hadi nyumba ya mfinyanzi, nikamkuta akifinyanga kwa gurudumu lake. Tunajua chungu kinapofinywangwa, mimi nimeona kwenye picha au video niseme, kuna kisehemu kigurudumu kile kimelala kama sahani, lakini kina ncha ambayo imeshika chungu. Kwa kinapozungushwa udongo unakuwa tayari umeshaloweshwa. Kwa kinazungushwa ule mfinyanzi kuna jinsi anaweka mikono yake ili afinyange chungu katika staili fulani anayotaka yeye. Si ndio? Kwa sababu viungo au zile vasi zinapishana shape yake. Anasema kumbe ni staili hiyo toka zamani, mimi nilikuwa sijui. Anasema akakuta mfinyanzi katulia kwenye gurudumu na chungu. And then anaendelea kusema, lakini chombo alichokuwa kikifinyanga kutokana na udongo kilivunjika mikononi mwake huyo mfinyanzi. Si ndio? Neno la Mungu linaendelea kusema, akakifinyanga kuwa chombo kingine. Shepu ya kwanza ilifanyeje? Ilivunjika. That's pain. Kwa sababu kuna sema Mungu anaturekebisha mwanangu, lakini rekebisho linahitaji tuvunjike. Sasa hapo ndo kiburi huwa kinatuondoaga. Tunapovunjika, kama tumsikilizi Mungu tutafikiri ni kazi ya shetani, kumbe ni kazi ya... Sio kila maumivu ni kazi ya... Tuendelee. Anasema akakifinyanga kuwa chombo kingine, sio tu chombo kingine, umbo jingine kwa namna
alivyoona ni vyema machoni pake. Tafsiri nyingine anatuambia kama mfinyanzi alivyoona ni vyema. Kwa hiyo akakifinyanga chombo kutokana na vile yeye alivyotaka. Tunampompokea Yesu. Hatumpokei tu Yesu kidini. Tunampokea Yesu na uwezo wake wa kutubadilisha. Sijui uko na mimi? Na uwezo wake wa kufanyaje? Wa kutubadilisha. Yohana 5 mstari wa 5, nitakaa hapa zaidi siku ya leo. Yohana 5:5 mpaka 8, neno la Mungu linasema, na hapo palikuwa na mtu ambaye amekuwa mgonjwa muda wa miaka 38. Nathan, sijui kama unaweza kanisomea mstari wa 1 mpaka wa 4 kama maiki yako iko sawa. Ndio. Baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi, naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Bethzatha, nayo ina matao 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza, wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Basi yeye aliyeingia kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Asante sana. Mstari wa 5 unatuambia, na hapo palikuwa na mtu ambaye amekuwa mgonjwa muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyo amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa katika hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Mstari wa 7, yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia katika bwawa maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine hushuka mbele yangu. Mstari wa 8, Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Nayo ilikuwa ni siku ya Sabato. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 1 mpaka 4 unatuambia kulikuwa kuna watu wengi. Maana yake sio tu watu wengi, ilikuwa ni watu wenye shida mbalimbali na ulemavu wa aina mbalimbali. Lakini neno la Mungu linatuambia Yesu akamtarget mtu huyu. Na Yesu anapomwona huyu mtu anamuuliza swali la ajabu sana. Unataka kuwa mzima? Tafsiri nyingine inasema unataka kuponywa. Kwa nini Yesu anamuuliza mtu swali ambalo kuna jibu tayari? Kwa nini? Yesu anataka kujua uradhi wa moyo wako. Nimekwambia kumpokea Yesu ni zaidi ya kukaa kidini na kumsikiliza. Yesu anataka kujua moyo wako, tamanio lake ni kitu gani. Kwa unapomuuliza unataka kuwa mzima, sio tu unataka kuwa mzima, unataka badiliko. Na sio tu unataka badiliko, uko tayari kubeba gharama ya badiliko? Swali letu la msingi siku ya leo. Badiliko lina gharama yake. Especially badiliko kwa uzuri. Mwanafunzi yote ukimuuliza ambaye amepata A's na faulu kwa max, atakwambia alikuwa analala masaa machache. Si ndio? Cheo kazini tupande hivi bila jitihada. Kuna sacrifice inabidi uifanye, si ndio? Yesu anamuuliza unataka?
gharama inayoendana na badiliko ambalo nitalitoa. And then ndo hapo nakuonyesha Yesu ana maana gani. Anamuuliza swali ambalo ni jepesi kwa yeye kusema ndio au hapana. Nikauliza sasa hivi hapa mfukoni mwangu na shilingi milioni 1. Esther, unataka shilingi milioni 1? Mchungaji, sina jinsi ya kuipokea. Akaunti yangu sijui kama inafanya kazi. Na hata ile M-Pesa simu yake sijaitumia siku nyingi. Sijui mnanielewa eh? Unaona ilivyo ngumu kumsikiliza Yesu. Mwamba anaumwa, wako wengi, amechaguliwa yeye. Now, ngoja niweke kitu kimoja sawa. Shida yake ilikuwa halisi. Na hata kama alikuwa na malalamiko kabla Yesu kufika, alikuwa na haki. Ila visingizio vyetu vinakoma Yesu anapotokea. Alivyosema Kiingereza anasema I don't have somebody, sina mtu. Wakati Yesu anamuuliza tayari Yesu ndio mtu. Sijui kama unanielewa lakini. Yaani Yesu yeye mtu ashatokea pale. Mwanzoni kweli alikuwa ana mtu, lakini Yesu amekuja ni mtu. Kwa sababu miaka 38 alikuwa na mtu na sasa ana mtu, anaishi kama miaka 38 iliyopita. Sina mtu wakati unaongea na mtu. Unajua ni mara ngapi Mungu anakufungulia mlango kwa sababu umetembea katika mfumo wa kibinadamu muda mrefu na hauoni. Unasema sina mtu wakati Mungu amekutumia mtu huyo hapa. Nimekuambia kuwa mwana wa Mungu ni kitu cha tofauti. Ukiwa mwana, Yesu akituma mtu unamwona mtu. Visingizio vinakoma Yesu anapotokea. Kabla Yesu hajatokea, hizo zinaitwa sababu. Na kila mtu ana nini? Kuna mwamba ameniangalia, akaniangalia. Kila mtu ana sababu. Ila Yesu akitokea sababu zinakuwa visingizio. Kabla Yesu hajatokea sababu ni sawa kabisa. Nachokipitia ni sawa. Ila Yesu akijiintroduce manake yeye ndio msaada ambao unauhitaji. Kwa hiyo anaposema sina mtu, Yesu alitaka kutuonyesha. Unaona nimemuuliza swali kwa sababu gani? Kwa sababu sisi pia tunafanyaga kama huyu bwana. Kwa wakati anamuuliza, hakumuuliza tu just for the sake ya kumuuliza. Alimuuliza ili sisi pia tujue mara ngapi tunamwambia Yesu sina mtu wakati yeye ndo mtu amefika. Mara ngapi nasema mchungaji, unajua mimi nimepitia kitu siku nyingi hakuna mtu amenisaidia. Kumbe kuna mtu alishakuja kukusaidia, akataka kuomba na wewe ukafikiri kwamba kuomba ni tofauti na pesa, kwa usitaki maombi. Nilitumaga mtu kuomba na wewe. Huyo naye ni mtu, mwambie mwenzako huyo naye ni mtu. Ukiwa mwana macho yako yanafunguliwa. Mwambie mwenzako ukiwa mwana macho yako yanafunguliwa. Kwa sababu unatembea kimamlaka. Unajua mtu anatembea kimamlaka tofauti na mtu ambaye anatembea bila kimamlaka. Au niseme mtu ambaye anatembea na uniform ya kimbingu, basi niweke hivyo. Ni tofauti na mtu mwingine ambaye anatembea kikawaida. Kwa sababu sasa tunaenda kwenye level ile kusema tunatembea kwa imani na si tena kwa kuona. Baada ya Yesu kutokea, manake vile visingizio ambavyo vilikuwa vinatu-identify sisi au vina-identify maisha yetu, sasa tunaanza kuji-identify katika sura na taswira ya imani. Kwa sababu tunaondoka sasa katika mfumo ambao kila mwanadamu anatembea na kuzungumza, tunakwenda katika mfumo ambao wana wa Mungu wanatembea na kuzungumza. Na sisi kama wana wa Mungu hatutembei kwa kuona, tunatembea kwa imani hata kama hakijatokea. Hapo ndo kwenye shida, mwambie mwenzako. Na hapo mwambie mwenzako inategemea uko na nani. Twende taratibu. Pastor Jonathan nafikiri nitachelewa kumaliza leo. Yesu anamwambiaje? Anamwambia simama. That's a statement of faith. Kwa mtu ambaye hawezi kusimama, si ndio? Alafu anamwambia jitwike godoro lako uende. Mstari wa 9 anasema mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake, akaenda. Nayo ilikuwa siku
ya Sabato. Kuwa mtoto wa Mungu maanake kuna vitu inabidi tuviache vilipokuwa. Yaani kuna vitu inabidi tufanyeje? Tuviache vilipokuwa. Wakorinto mlango wa 5, Wakorinto wa pili mlango wa 5 mstari wa 17, neno la Mungu linatuambia hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, anarudia ile anasema amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Huyu bwana anamjibu Yesu katika past tense, sina mtu wa kunitia katika bwawa. Yaani habari yangu ya zamani haiwezekani, ni ngumu. Lakini Yesu anapomwambia komandi ya kwanza na ya pili na ya tatu, inuka, beba godoro lako, uende, anafanya, anaondoka. Sasa napomaliza nilitaka ni focus kwenye kitu kimoja. Wakati Yesu anamwambia hizo command tatu, najua wengi tumelisikia sana ili andiko. Na ni sawa tukifikiria katika mtazamo huu kwamba Yesu akisema statement ya inuka au simama, jitwike godoro lako uende, tunaangalia yote hayo maneno matatu kama muujiza mkubwa, si ndio? Ni sawa kabisa. Lakini kuna kitu cha ziada Yesu alikuwa akikifanya. Kwa nini Yesu anamwambia inuka? Tunafahamu kwa sababu alikuwa hawezi kuinuka, si ndio? Tembea, tunafahamu kwa sababu alikuwa hawezi kutembea, si ndio? Nikamuuliza Roho wa Mungu, kwa nini ulimwambia beba godoro lako? Kwa sababu lile godoro halina tena matumizi, si ndio? Sijui wangapi mmeshakulelea godoro kwa miaka 38. Wangapi? Kama una miaka 20, mmeshakulelea godoro kwa miaka 20? Sema ndio au hapana jamani? Hapana, umewahi? Basi wewe nafikiri sisi tulikotoka kwa zamani wote tulikuwa hivyo. Godoro kwa nalia mpaka inakuwa kama mkeka. Enzi za Nyerere. Wanaangalia kwa masikitiko. Godoro, unaona magodoro yapo mengi mtaani hapa sasa. Mimi nikiwa mdogo sijai kuona godoro dukani. Kakatobe sina danganya. Kipindi kile hamna magodoro kama sasa, kuna magodoro size kubwa, size ndogo, magodoro. Yaani magodoro luxury fulani hivi. Sasa sikiliza. Kwa nini anamwambia beba godoro? Na godoro lile angeza kulipeleka kokoti akalitupe, alitelekeze kwa sababu limekaa muda mrefu. Neno la Mungu linatuambia katika kile ni kisima cha Siloamu au Bethesda, kulikuwa na watu wengi na kila mtu ana aina fulani ya ulemavu, si ndio? Maana yake ilikuwa ni hivi, ile ilikuwa ni eneo la muujiza. Na kwenye eneo la muujiza tunaambiwa ilibidi uwahi kuingia kwenye ili ufanyeje? Kwa hiyo maana yake ni kwamba kila mtu alikuwa na chimbo lake pale. Yaani kama kuna namba fulani umewekewa fulani, wewe utakaa hapa. Na pale ndio nyumbani kwako pa kuishi, si ndio? Asubuhi mfano ambao nilitoa nikasema wale watu ambao wanafanya biashara Kariakoo hawabadilishi maeneo yao. Mimi siwezi kutoka Moshi na mkungu wangu wa ndizi nikafika pale nikaweka sehemu yote tu. Kama wanapiga story na identify wanasema mwanangu pale kwenye kona anakaaga yule amekaa sana anakaa. Kamcheki muulize kama ana nani? Ana majani ya chai. Kwa sababu eneo lake linajulikana. Kwa sababu ya kwanza Yesu anamwambia chukua godoro lako. Maana yake Yesu alikuwa anataka ile muujiza uwe kamili. Huyu mwamba lazima abadilishe matumizi ya ile godoro. Maana yake kuna wakati vitu vinakuwa vimekusaidia kwenye maisha lakini vina kikomo. Sasa kilikuwa kinakusaidia lakini sasa kinakuwa kifaa cha wewe kukitumia.
Kuna watu Mungu alikuwa anaweza kuweka katika maisha yako kama msaada, lakini sasa hizi msaada wao umebadilika. Sasa una Yesu, wanaweza wakabaki tu kama marafiki wa kuwapungia, sio msaada wa kila siku tena. Katika season moja inaweza kuwa msaada, katika season ya pili inaweza kuwa kifaa chako. Maana kile tumizi la godoro lifanyeje? Libadilike. Na godoro ukiangalia matumizi yake ni wapi? Mbona mnaogopa kusema? Godoro matumizi yake ni wapi? Chumbani. Sababu ya pili, Yesu hakutaka yule jamaa arudi pale. Kwa sababu godoro lingebaki, kuna siku yule jamaa nyumbani angegombana na mke wake. Nisikilize mpaka mwisho. Nisikilize mpaka. Kuna siku angegombana ofisini. Angekumbuka kijiwe chake. Moze upo? Kwani sehemu yangu siko pale? Nakuja mwanangu tupige story. Siwezi kuamini kilichonitokea leo. Hivi unajua, ndio maana nimesema kumpokea Yesu na kuwa mtu wa taratibu za kidini ni vitu vilivyo tofauti tofauti. Hivi unajua kuna mtu anaweza akasikiliza neno la Mungu kabisa kama hapo unavyonisikiliza. Akasikiliza kuhusu ukombozi, uponyaji, Mungu kukupigania, lakini akitoka mlangoni, unajua anaenda wapi? Oya, nakuja. Nini? Yani jana huwezi amini. Nakuja, subiri hapo nakuja. Njoo, kuna chai, kuna kila kitu. Na wakifika unajua ni story gani? Za maumivu. Afu wanahurumiana wao kwa wao. Basi, yani si unajua kuna watu wanapenda ile kuambiwa pole sana Yani hata akipona anaona kama sijisikii sawa. Yani kuhurumiwa ndo. Hauja kukutana na watu wa hivyo? Yani pole ndo anapenda. Yani kila siku kukutana naye ni maumivu tu anakusimulia. Alafu unamwona mbona uko sawa? Yani huwezi jua wiki hii. Alafu unajua mimi. Yani ndo story zake. Sasa ana rafiki zake. Kwa hiyo akikutana wao hizo ndo story zao. Sasa hao wale ni Wakristo ambao magodoro yao waliacha Siloamu. Na ndio maana Yesu akamwambia chukua godoro lako, peleka, badilisha matumizi. Saa nyingine kusudi likibadilika na marafiki wanabadilika ndugu yangu. Mungu anapokupa kusudi la kiroho, kuna watu ukiwabeba utarudi kule kule ulipokuwa. Sasa kwa nini unaanza kubeba maumivu au unasimuliana vitu vya shida, vitu na tumekwambia tunatembea kwa nini? Kwa imani na si kwa kuona. Si kwamba tunavyoongea mambo ya kutujenga sisi tumepasi sana. Tunachagua kuyakataa maumivu kwa imani. Na tunachagua marafiki wa kuongea nao vitu vya kimungu kwa imani. Ili nikiongea nao nijengeke. Sasa mwamba unatoka sehemu ya mahubiri, unatoka sehemu ya worship, unatoka sehemu ya maombi, alafu simu ya kwanza unampigia mtu wa maumivu. Nakuja nini? Issue zetu mwanangu. Kweli. Chai iko hapo tayari. Godoro lile pale, sehemu yako ipo. Yesu akaona ujamaa atarudi, ili asirudi, peleka godoro nyumbani. Ili sasa unapoliangalia godoro unaangalia kama kifaa, lakini sio kama. Shetani ana mind anataka kukata maiki. Ashindwe katika jina la Yesu. Mwambie mwenzako badilisha matumizi ya godoro. Naweza nikawa naongea na mtu mmoja wewe usielewe. Lakini kuna watu ni kama ule mtu ambaye alitumia zile sasa udada tena. Naomba usinichukie. Nipende tu. Samahani, nilitoa mfano asubuhi, si ndio? Usinichukie. Basi ngoja nibadilishe mfano. Unaweza ukapona ukiwa umebeba zile tunasema magongo. Si ndio? Daktari akakwambia ili utembee vizuri badilisha, toa magongo. Si ndio? Ili utembee vizuri. Lakini mimi nakumbuka nilishakuvunjika mguu. So the first time hapa juu ya goti. The first time naanza kufanya majaribio ya kuweka mguu chini, mguu ulikuwa unauma. Namwambia mjomba wangu daktari, anambia mjomba mguu unauma, nasema sasa ndo unafanya mazoezi, usikanyage sana, kanyaga kidogo. Ila kiukweli kama ningeruhusiwa bado ningetumia magongo kwa sababu najisikia vizuri kusaidika wakati nikifanyeje, nikiharibu sehemu ambayo nilibidi nifanyeje, nizoeshe.
Sijui unanielewa. Kwa hiyo Yesu akamwambia godoro lako linakaa nyumbani, ili pale ile sehemu achukue mtu mwingine sasa. Yaani usiwe na spoti tena, yaani pale pale hapakuhusu. Bethesda sio pako tena. Ni rahisi sana ndugu yangu kama ufahamu kurudi sehemu ya maumivu. Ni rahisi sana. Na ndio maana nimekuambia kiburi utufanya tusimpokee Yesu. Kwa sababu baada ya Yesu kutuambia unataka kuponywa, si kabla, baada ya Yesu kutuambia unataka kuponywa, bado tunagoma kumsikiliza. Tayari Yesu anatufinyanga sisi wote kila siku. Wengine wetu labda ndio kwenye process ya kuvunjika. Wengine wetu labda ndio anabadilisha ile shape, aweke umbo jipya. Hatufanani katika process ya kutengenezwa na Yesu. Usikubali hata siku moja kukaa kama vile kanisani. Nimetoa mfano asubuhi, unakaa unamwangalia mchungaji anahubiri, unaangalia nana anasema amina, nana anasema, hakuna mtu anasema amina na mimi sisikilizi. Wewe mwenyewe unamhitaji Yesu kiasi gani? Yaani wewe personally. Forget about other person. Wewe binafsi unamhitaji Yesu kiasi gani? Wewe unamhitaji Yesu kiasi gani? Maana yangu nyingine ni hii. Unalihitaji neno la Mungu kiasi gani katika maisha yako? Yesu anapotoa hiyo command, jitwike godoro lako uende utembee, anazungumza na nafasi ya yule mtu pale alipo, uhusiano wake na wale watu, lakini sio hivyo tu, na direction ya kule anakuelekea. Kwa sababu tunapookoka, na sio tu kuokoka, tunapookoka na kuanza kulisikiliza neno la Mungu na kulifanyia kazi, position zinabadilika, relationships zinabadilika, na direction ya kule tunakoelekea inabadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anataka sio tu kuondoka. Wakati anamwambia jitwike godoro, sio tu kwamba alikuwa anataka yule mtu aondoke kwenye pool au ile eneo la muujiza ambako hakupona. Kuna wakati Mungu anataka tuhame. Kuna tofauti kati ya kuondoka na kufanyeje? Kuhama. Mtu anayeondoka atakwambia mwanangu, ni begi langu nakuja. Unarudi lini? Nitakuja, liweke tu hapo kwenye kona, kwani nakumalizia nafasi, nitarudi. Huyu amefanyeje? Anayehama, unajua kwa nini? Anabeba kila kitu. Sasa kuna watu Mungu anawaokoa. Kama ni relationship walizokuwa nazo, anaondoka lakini haami. Maana yake nini? Unabakiza namba za simu. Mmenielewa? Unafuta namba za simu, Instagram mko pamoja. Ni kama ule mtu ambaye umeokoka. Huu ni mfano sasa. Ulikuwa unatumia madawa kulevya. Roho Mungu anakuambia futa namba ya drug dealer. Tafuta, nataka nimshuhudie, ila nitafuta. Naye anamhitaji Yesu. Mwamba hama. Usiondoke, hama. Yaani kama kuna namba za kufuta, futa. Nikasema niseme vizuri kabisa. Hii sio ile injili ya kwamba achana na marafiki zako. Sio hiyo. Hii ni vile vitu ambavyo vinaharibu uwezo wako wa kusikia sauti ya Mungu. Waliompokea, it's your choice. Mstari wa nyuma unasema walimkataa, alikuja kwa walio wake wakamkataa. Kwa hiyo pia unaweza kumkataa Yesu, ni sawa. Na unapomkataa hautakuwa na mamlaka ya kuishi kama mtoto wake. Now, ngoja nikwambie kitu cha kukutisha zaidi. Mwanangu, unaweza kaenda mbinguni lakini ukawa na ndoa mbaya kuliko unavyofikiri. Nimesema na narudia tena. Sio una mamlaka. Okay.
unaweza ukaenda mbinguni na ukawa na maisha ya tabu sana hapa duniani. Yaani mbinguni unaingia kimanati. Kwa nini? Kwa sababu umekataa kupokea uwezo wa kukuwezesha kupambana na nguvu za giza. Kwani shetani anakuogopa wewe na mimi? Yaani hivi mimi nikisema nimeokoka unafikiri anaogopa hicho? Shetani anaogopa aliye ndani yako. Shetani anamuogopa Yesu aliye ndani yako. Ile mamlaka ya Yesu ndio namtisha adui. Kwa nini tunaishi maisha ya mashaka? Saa nyingine kwa nini tunaishi maisha ya sintofahamu? Saa nyingine yani kuna vitu vya kuombea mimi na wewe kawaida kabisa. Lakini nitakaa nacho mwanangu, kuna mkesha Ijumaa mpaka Ijumaa ndo nakuja kuleta kanisa. Sio vibaya. Lakini inaonyesha jinsi gani tusivyoelewa mamlaka tuliopewa. Inaonyesha jinsi gani tusiojua mamlaka tulionayo. Kazi, hofu. Kuna mtu mmoja akawa akaniambia mchungaji, nimejitahidi. Sasa nimejitahidi kumbadilisha yule baba, alikuwa ni mume wake. Nimejitahidi kumbadilisha baba. Nikamwambia subiri. Unasema wewe umejitahidi kumbadilisha? Akasema no, akaclarify. Akasema nimejitahidi kumuombea, lakini ninaomba abadiliki. Nikamwambia okay. Nikamuuliza swali. Nikamwambia, kwa hiyo unavoomba unataka Mungu ambadilishe vile ambavyo wewe unataka? Yaani, si unajua kuna ile maombi ambayo tunaomba na tukiomba tunaamini this is how God will do according to what I want. Lakini mfinyanzi anasemaje? Alitengeneza alivyotaka yeye, kama alivyotaka yeye. Nikamwambia yule dada, nikamwambia siku ambayo utafikiri wewe una nguvu kama mfinyanzi, hiyo ndio utakuwa mwisho wako wa breakthrough. Kazi ya mfinyanzi ni ya mfinyanzi. Sisi kazi yetu ni kumpeleka kwa Mungu. Mungu, nakukabidhi ndoa yangu. Mungu, nakukabidhi watoto wangu. Mungu, nakukabidhi taifa langu. Mungu, nakukabidhi moyo wangu. Nifinyange. Lakini tusipompa Yesu nafasi, kumpokea nimesema ni kumpa nafasi, si ndio? Tusipompa Yesu nafasi ndani yetu kuliko kitu chochote, how do we listen? Akisema nenda kwenye nyumba ya mfinyanzi, nitakusikizisha maneno yangu. How many times tutasikiliza? Probably none. Akikuuliza unataka kuponywa, tutamwambia visingizio, kwa sababu tayari tuna mawazo na mipango ambavyo tunataka vile afanye tunavyotaka sisi. Lakini tukirudi kabisa kwenye kichwa chetu cha somo, jukumu samani, Yesu alivyotuokoa, alituokoa kuleta order kwenye maisha ambayo alikuwa amevurugika. Wote sisi alituokoa kurejesha order kwenye maisha yetu. Kwa sababu shetani alichokifanya katika bustani ya Edeni ni kuharibu spiritual hierarchy. Utaratibu wa maisha ya mwanadamu akauharibu. Yesu anakuja kurejesha hiyo order, kuleta mfumo wa maisha ya mwanadamu ili akae na amani. Na ndio maana Yesu mara nyingi anasema amani yangu nawapa. Amani yangu nawapa. Nikawa nafikiria napomaliza kwa mara ya mwisho kabisa asubuhi ya leo, kuna vitu ambavyo tumeviruhusu shetani atushauri na tumeviweka kwamba ni vikubwa sana na haviwezi kubadilishwa, haviwezi kujibiwa na Yesu. Nikakumbuka mifano mitatu ya Biblia.
Ukirudi kwenye Agano la Kale, Yesu anasimama na vijana watatu wa Kiebrania kwenye moto. Kwa sababu hiyo hawateketei. Tunapokwenda kwenye Agano Jipya, Yesu anatembea juu ya maji. Anamwezesha Petro kutembea juu ya maji. Pamoja na kwamba kuna sehemu alizama, lakini Petro aliweza kutembea. Kwenye Agano la Kale, Agano Jipya, Yesu ananyamazisha dhoruba au upepo. Moto, maji, upepo. Vitu ambavyo mwanadamu hawezi kuvitiisha. Hiyo ni zaidi ya ndoa, ni zaidi ya pesa, ni zaidi ya chochote. Unaona nguvu ya Mungu ilivyo? Lakini tunaisoma Biblia upesi sana. Yesu anatuonyesha hakuna jambo ambalo tutamkabidhi ashindwe kulifanya. Hakuna issue ya maisha yetu atashindwa kuifanya. Swali ni je, tutasikia sauti yake? Tutampokea na kumpa nafasi ili tuwe na mamlaka ya kuishi kama watoto wake? Nataka nikuachie hilo swali siku ya leo. Na napomaliza mstari wa 13. Sura 13. Hiyo Yohana, kama Nathan ukipata naomba unisomee. Jaribu kutafuta hapa. Yohana 1:13. Inasema waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu bali kwa Mungu. Waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu wala si kwa mapenzi ya mtu bali kwa Mungu. At the end of the day, hatutoboi, hatufanikiwi kwa sababu tuna akili sana, kwa sababu tuliomba sana, kwa sababu tulisoma sana Biblia, kwa sababu tulijua sana lugha za asili za kibiblia. Hapana. Tulifanikiwa, tuliponywa, tulibarikiwa si kwa sababu ya asili ya wanadamu wetu, lakini kwa sababu ya uwezo wa Mungu katika maisha yetu. Hebu simama pale ulipo. Ni matamanio yangu kwamba ufahamu pia kwamba neema ya Mungu haiondoi wajibu wetu. Haiondoi wajibu wetu wa utii. Haiondoi wajibu wetu wa kufuata kile Kristo alichotuambia kufanya. Na ndio maana neno Mungu nasema neema yake inatufundisha kuacha ubaya. Yaani neema ya Mungu haiondoi wajibu wa Mkristo kuwa na jitihada ya kumtafuta Mungu, ya kuomba. Ni maombi yangu kwamba mimi na wewe siku ya leo tunapoondoka mahali hapa, tutoke tukifahamu kwamba tuna hiari ya kumpokea Kristo na kumpa nafasi ndani yetu ili tutembee katika mamlaka na asili ya uungu ambao alikusudia tutembee kwa hiyo alipotuokoa. Ni maombi yangu kwamba tuweke jitihada ndani ya mioyo yetu na tuseme, Bwana niwezeshe kukupokea. Sio tu kukupokea, kukupa nafasi ndani ya maisha yangu. Ni kumno inauisha
roho yangu ninakusifu na kushukuru, ninakuinulia mbingu